Crazy Rocket, now available on PMBet. Hongera kwa Simba, nampongeza na namtakia kila laheri kocha Fadlu Davids. Tumejaribu kila kitu ila tumeshindwa, na mnajua tumecheza na timu kubwa kwenye bara letu la Afrika. Wamecheza na timu kubwa kwenye bara la Afrika. Anaipongeza Simba lakini anampongeza pia Fadlu. Wamejaribu kila kitu, wameshindwa. Nadhani matokeo ya kwanza ambayo aliyapata kwenye ardhi ya ugenini baada ya kuconcede goli moja, na kila mtu alikuwa anaamini ni mlima mrefu sana kwa upande wa Stellenbosch, lakini nadhani itakuwa ni funzo kwa sababu ndo kwa mara ya kwanza, na pengine pia inawezekana tukawapa pongezi zaidi kwa sababu hizi timu zote ambazo binafsi hata ingetokea kwamba zote zimetoka tu kwa pamoja, bado ningeenda kuasifu wote kwa pamoja kwa sababu kwamba Simba ingetoka na Stellenbosch ingetoka. Kuna siku nishe kuzungumza nikasema kwamba Simba hata akifika tu hatua ya nusu finali, Fadlu atakuwa overachievement kwa sababu malengo ilikuwa ni kwenye hatua za makundi, na mwanzo alikuwa anazungumza akisema kwamba bado anajenga timu yake. Alikuwa akizungumza akisema kwamba amefikia phase labda 60% tu pekee kwenye 100, na kuifikisha timu hatua nusu finali nadhani ni malengo makubwa kwa kocha ambaye kakaa kwenye upande wa timu zaidi ya miezi 8 mpaka 9, lakini kuingia finali nadhani ni wanapaswa kuweza kupewa pongezi kubwa sana kwa kocha ambaye kaikuta timu kaitoa zaidi ya robo tatu na akaja akaleta wachezaji wapya, na katika hao wachezaji wapya ndio wamefanikisha kuweza kuipeleka Simba kwenye hatua ya finali. Nadhani ni kongole kubwa kwa sababu wanasema kuna msemo mmoja kwenye Biblia kwamba haikujengwa kwa siku moja, Roma haikujengwa kwa siku moja, si ndio? Lakini Fadlu amekuja kuonyesha huo tofauti. Wakati Nabi anapambana kuipeleka Young Africans, alitengeneza kwa zaidi ya msimu mmoja na nusu. Msimu wa pili ndo anaenda kwenda kufanikiwa kwenda kwenye hatua ya kombe la shirikisho. Inawezekana msimu ujao pengine matarajio ya Simba akawa ni makubwa sana, lakini kwa hicho ambacho mwalimu amekitengeneza na wakaomwamini wakaenda naye msimu unaofuata, wasimpe hiyo pressure kumwambia kwamba tunatakiwa hata kwenye CAF Champions League tufike wapi kwenye hatua finali, kwa sababu kama watamwekea target mpaka nusu finali nadhani itakuwa ni jambo zuri zaidi kwa sababu aina ya ukubwa pia na haya mashindano kwa namna ambavyo yalivyo. Lakini hata Stellenbosch nao pia lazima wape credit kwa sababu ndo kwa mara ya kwanza wanashiriki ya mashindano, wamefika mpaka kwenye upande wa hatua ya nusu finali. Angalia kutoka kwenye upande wa hatua robo finali wamemfunga nani, wameenda kumfunga Zamalek tena pale pale nyumbani kwao. Kwa hiyo lazima mwalimu uweze kumpa heko, lakini walichokuwa na shindwa zaidi nadhani ni katika eneo la ushambuliaji kwa sababu kwenye mechi ya jana walikuwa wanatengeneza nafasi nyingi sana. Ndio hicho mwalimu ambacho amekizungumza kwamba kama yeye pamoja na wachezaji walifanya kila kitu kuhakikisha kwamba wanaenda kwenda kushinda kwenye upande wa mechi ya jana, lakini mwisho wa siku kwao haikuwa ni bahati, bali bahati ilikuwa kwa upande wa Simba. Simba wamecheza kikubwa sana baada ya mwalimu kugundua kwamba nyumbani tumesha pata alama 3, si ndio? Tunaenda kucheza vipi ugenini? Nadhani hiyo ndio ilikuwa ni silaha kubwa sana kwa upande wa mwalimu. Na Fadlu sio kwamba anabahatisha. Angalia kwenye mechi ya kwanza dhidi ya Al Ahly Tripoli ambayo alienda kwenda kucheza kule away, namna ambavyo timu ilivyokuwa inacheza kwa nidhamu kubwa ya kujilinda, na angalia pia baada ya Simba kuweza kurejea nchini Tanzania mechi yao ya pili ya kina Mabululu, namna gani ambacho walichoenda kwenda kukifanya. Kwa hiyo amekuwa na hiyo discipline, anajua namna gani ya kucheza ugenini na namna gani ambayo unatakiwa kuweza kucheza nikiwa away zaidi. Kama mazingira yakimruhusu kushinda, unaiona Simba ikienda kushinda zaidi ugenini. Kwa hiyo binafsi nawapa pongezi. Kama watafanikiwa kuweza kuchukua taji ni itakuwa ni ziada zaidi, lakini kama watashindwa kuweza kuchukua taji, bali siwezi kuwadai chochote. Kwa hicho ambacho wamekifanya kwa msimu huu, nadhani ni jambo kubwa zaidi ambalo Simba wanatakiwa kuweza kujivunia katika maisha yao. Na ni kitu ambacho kinahitaji timu nzima Yes. Mpaka Simba kufika finali, wachezaji, benchi la ufundi, viongozi, mashabiki, yani ni timu nzima. Yeah. Hizi kongole zinaenda kwao. Lakini Ray, utampa credit nani zaidi kwa mafanikio ya Simba ambao wamepata kwenye kombe la shirikisho msimu huu? Nafikiri umezungumza hapo kwamba it doesn't have to go kwa mtu mmoja peke yake. No. Ni collective job. Yes, it's a collective. Lakini mostly, yani who do you think played the best in. Lakini yani ile crucial part ambayo Simba leo hii imewafanya
wamefika finali leo kwenye kombe la shirikisho kwa sababu kulikuwa kuna kitu hiki hapa kilifanyika au kuna mtu huyu hapa alifanya. Hicho ndo ninachokihitaji. Let's say just leo hii PMTV imeoverachieve. Kongole anapewa nani? Let's say ka sign major deal ya labda la tangazo labda milioni 70 huko. Natakiwa kupongezwa ni nani? Well, kwa mfano hapo kwenye swali lako sasa na ndo nakujibu. Mfano kama PMTV imesign major deal umesema, si ndio? PMTV inafanya kazi na watu wengi, si ndio? Wewe, Juma, mimi, Visa, Alex, Meki, Maria, hivyo, si ndio? Lakini kama Maria ndo alitoka ofisini akaenda kufanya mazungumzo na ile kampuni, then the most credit itaenda kwa Maria. Pamoja na kwamba ameibeba brand ya PMTV, lakini kwa sababu yeye ndo alitoka kufanya mazungumzo nao, then credit kubwa itaenda kwake. Binafsi kwa nje tutapongezwa kwa pamoja. Yes, tutapongezwa kwa pamoja kwa sababu yani huo ndo uhalisia. Yani Maria pekee yake hawezi kuibeba PMTV, si ndio? PMTV ni watu wengi. Yani wewe unafanya hii, unafanya hiyo ndio inafanya. Yes, hicho ndo kitu ambacho kinaifanya PMTV. Lakini yule sasa ambaye ameplay the most part kwenye kulisign hilo deal, atapewa the most credit. Sasa kwenye football iko hivi. Kila mtu anamtegemea mwenzake. Yani let's say kuna watu watataka kusema okay, Fadu ndo anaye deserve kila kitu. Lakini Fadu yeye kazi yake inaishia kwenye drawing board. Kwamba nitahitaji mfanye hichi, nitahitaji mfanye hichi, nitahitaji mfanye hichi. Pale ambapo filimbi inapulizwa, yeye anakuwa spectator. Yani anakuwa naye ni mtazamaji kama sisi ambao tunatazama. Wanaenda kudeliver kile ambacho wale walikuwa nakiimba ni players. What if hawaja deliver kama vile ambavyo ulikuwa unazungumza? Amezungumza Hamza Abdulrazak. Anasema Fadu aliwaambia kwamba kipindi cha kwanza walicheza kama sio Simba anayofundisha yeye Fadu. Kwa na maana alikuwa anahitaji bora zaidi. What if wao wangeendelea kucheza kama ambavyo yeye alikuwa hataki? Na maana at the end of the day utakuja kusema hii ni collective thing. Yani regardless kwamba mbeba maono alikuwa ni Fadu Davids, lakini mbeba maono anatakiwa uwe na watu ambao wanaenda kuyatimiza hayo maono ambao wanaenda kuyabeba. Hivi kikosi hiki hapa cha Simba unaweza kusema kwamba ndio the best of the best ya vikosi vyote vya Simba ambao vipo? Hapana. Yani hata usimalizie hapana. Simba shaikuwa na a lot of good players, top class players, top strikers. Then why didn't it happen then? Nyakati muda na nafasi Justa. Na angalia wakati Simba alikuwa na hao top players, ndo alikuwa anaanza kujitafuta ku make name kwenye haya mashindano. Alikuwa ndo anaanza 2018, ndo unaona Simba okay na Clatous Chota Chama, Louis Jose Mixon, John Rafael Boko, Mushimba Mugalu, Medi Kagere at his very peak. Hapo ndio ilikuwa inaanza kujitafuta, na angalia vigongo ambao yuko nakutana nao, lakini bado ilikuwa ina put up fight. Simba ilikuwa inakula 5 inakula ngapi, lakini kadri siku inavyoenda ina maana inaanza kujicompose kwenye haya mashindano. Kuna watu wanasema ukitoka shule uwe tayari una experience. Ndio kitu ambacho kilifanyika. Simba alikuwa hana experience, akapewa experience, na sasa hivi ndo anakitumia experience. Mimi siamini kwamba hii ndio the best Simba yani ambayo imewahi kutokea. Ukienda tu nenda tu kwenye eneo la washambuliaji, mweke Medi Kagere hapa, nani anamgusa pale? Mkwala, Ateba. No, twende kwenye eneo la namba 10 Boko. Twende kwenye eneo la namba 10 Jan Chalea huwa Clatous Chota Chama. Twende kwenye eneo tu hata hao midfielders sijui wa chini, Yusuf Kagoma, James Kotei. Kuna utofauti. Hujamtaja Mixon wa kipindi kile. Louis Jose Mixon, Kibu Dennis. Hujamweka Fraga amecheza. Yani kila mtu alifanya pati yake. Yaani njia hii ambayo Simba wako nayo, haya mafanikio ambayo wanapata sasa hivi, ambao walibeba njia, ambao walianza kukata kwenye bushes, yani watu ambao walikuta poli wakaanza kufyeka, kaanza kukatakata miti ili kuhakikisha kuna kuwa ni njia, ndio hao ambao walimetoka kwa zungumzo, wakina John Rafael Boko, wakina Medi Kagere, wakina James Kotei, wao ndio walianza kufanya hivyo. Na ndio maana leo tunaona Jan Chalea anaenda kufit kwenye pazo. Na ndio maana nikwambia sitaki kusema ni nani direct ambaye ni responsible kwenye hii Simba kucheza finali ya kombe la shirikisho, kwa sababu wapo ambao walianza wakafikisha team sehemu fulani, hao waliofika sasa hivi ni kuhakikisha na beba kuipeleka katika hatua inayofuata, lakini sio kwamba ndo best squad ya Simba. Na kuna gap kubwa sana kati ya best squad ya Simba iliyowahi kuwepo na hii ambayo iko sasa hivi. Na ndio maana akasema inawezekana wao sio the best, lakini wame carry out majukumu ya mwalimu in a collective way. Kila mtu
compensate kile ambacho mwenzake ana ili kuhakikisha anacheza nusu finali ya kombe la shirikisho. Well, msemaji amesema mpaka sasa tuna uhakika